Nakushukuru mwenyekiti, na pia nimshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa hotuba yake ya ufunguzi ambayo kwetu sisi watu wa Tume ya Mipango ambao ndio wenye jukumu hili la kuandaa dira na mipango mingine inayofuata ya utekelezaji wa dira, kimsingi tunaguswa moja kwa moja kwa sababu itakapofika mwaka 2050 pengine Tume ya Taifa ya Mipango ndio itakayokuwa ya kwanza kuulizwa kwa nini hatujafikia malengo. Kwa hiyo niipongeze ofisi hii kwa kuita wadau. Sisi Tume ya Taifa ya Mipango tuna dhana moja ambayo tunaitumia ambayo inasema ili tuweze kupiga hatua hasa kwenye utekelezaji wa dira 2050 tunahitaji kuwa na fikra za pamoja, lakini pia kuwe na utekelezaji ulioratibiwa, kwa maana ya kuwa na connected thinking and coordinated execution. Sasa tukiangalia hapa mwenyekiti, tukiangalia wadau waliopo hapa, ndio wadau ambao wanaweza kufanya mambo haya yaende. Wanaweza kuwa wanasomeka kama wadau wa mahakama kuu, ili mahakama kuu iweze kufanya kazi yake na ionekane imetekeleza majukumu yake vizuri kwenye hili. Kwa mfano, linawahitaji hawa walioko upande huu wa pili. Kwa hiyo tunapokuwa na fikra za pamoja juu ya tatizo hili, kila mtu anakuja kuona wajibu wake ni nini. Zimesomwa namba hapa. Mheshimiwa mwenyekiti umesema takriban trilioni 9. Sasa kama hii fedha hii kwa mfano ingekuwa inaingia serikalini moja kwa moja, utapata picha kwamba itakaribia karibu 40 mpaka 45 ya bajeti ya serikali ya mwaka, bajeti ya maendeleo. Hii fedha ambayo tunaizungumza hapa. Sasa kama kiasi hiki, nimetoa huo mfano, kama kingekuwa ni chote kinaingia serikalini, maana yake bajeti yetu ya serikali ingeweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa hizo asilimia nilizosema kati ya 40 mpaka 45. Na tungeweza kabisa kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mwaka mmoja bila kuomba msaada wowote. Kwa hiyo wajumbe au wadau hapa mnaona kabisa kwamba hili jambo lina ukubwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa sababu tunaliona ukubwa huo, ni vizuri kama nilivyosema, tufikiri kwa pamoja na tujiratibu ili tuweze kulishughulikia hili jambo na kuweza kuchachua uchumi. Dira yetu ili tuweze kupata matokeo ambayo tunayakusudia ya kuwa na uchumi ambao utafikia thamani ya trilioni 1 mwaka 2050, sehemu kubwa ya uwekezaji inatakiwa itoke kwenye sekta binafsi, ambao wana mzigo wa 60% ya aina zote za uwekezaji ambazo zinatakiwa, kati ya 60 mpaka 65. Sasa tufikirie kama pesa hii ingeingia kwenye sekta binafsi, tungepata matokeo ya namna gani? Na kama dira yetu inaitegemea sekta binafsi, maana yake ni kwamba tukikwama kwenye hii hatua, tunaikwamisha sekta binafsi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo serikali haitoweza kukusanya kodi ya kutosha kwa sababu hatujaweza kuingiza hii, na sekta binafsi nayo itakuwa inakwama kwa sababu haiwezi kufanya uwekezaji. Wenzetu wa benki wako hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu alisema kwamba sehemu ya hela hii kama benki naipata inaongeza mtaji wao, ambao sisi tunatarajia huu mtaji ungeweza kuingia kwenye kukopesha sekta binafsi na kufanya uchumi wetu ukue. Kwa hiyo sisi kama
Tume ya Taifa ya Mipango kwa kweli tunaipongeza sana Jaji Mkuu kwa kuitisha kikao hiki, lakini mimi ningependekeza kama ushauri wa Tume ya Mipango, swala hili lisifanyike sasa tu mara moja. Kama ikiwezekana iwe sehemu ya utaratibu wa kawaida, na kama itawezekana tuwe na vikao kama hivi mwishoni mwa mwaka, ili tuweze kuona ile mikakati ambayo tumeiweka imetekelezwa kwa namna gani, na wapi ambapo tumepata changamoto, na labda mdau gani ambaye amesababisha changamoto au hakufanya kama ambavyo imetakiwa, na dhana sasa ya uwajibikaji iingie hapo, kwa sababu dira yetu ina swala kubwa sana la mindset change. Mheshimiwa Jaji Mkuu amelizungumza. Kwa hiyo mambo mengi wala hayahitaji vitu vipya. Mambo mengi yanahitaji tu mabadiliko ya fikra. Sasa mabadiliko ya fikra yanaweza tu kutokea pale ambapo tutaanza kuwajibika sisi wenyewe. Kwa hiyo inaweza kuwa ni platform nzuri pia ya kuona namna wadau mbalimbali wanawajibika kwenye kutekeleza majukumu ambayo yanatakiwa. Tukiwa tunajua kwamba wewe ukikwamisha basi umekwamisha pia wadau wengine. Basi baada ya kuzungumza hayo machache, naomba nihitimishe kwa kusema tena kwamba ni wapongeze sana kwa hatua hii. Basi tuweze kuendelea na hatua hii kwa pengine mwaka ujao tutakapofika tuweze kukutana na kuweza kupata feedback kuhusu hiki ambacho tunakiazimia leo. Asante sana.